Mpendwa mtazamaji, ninakukaribisha sana katika chaneli yetu ya Yosh Testimony TV, yani ushuhuda wa Yesu, yenye kulitangaza neno la Mungu la ufalme wake hapa duniani katika mioyo yetu na katika maisha yetu ya kila siku sawa sawa na neno la Mungu. Somo letu la leo linatoka katika kitabu cha Luka mtakatifu sura ya 14 mstari wa 15 hadi wa 24. Karibu tunapoenda kusoma. Basi aliposikia hayo, mmojawapo wa wale walioketi chakulani pamoja naye alimwambia, heri yule atakayekula mkate katika ufalme wa Mungu. Akamwambia, mtu mmoja alifanya karamu kubwa, akaalika watu wengi. Akamtuma mtumwa wake saa ya chakula awaambie wale walioalikwa, njooni, kwa kuwa vitu vyote vimekwishwa kuwekwa tayari. Wakaanza wote kutoa udhuru kwa nia moja. Wa kwanza alimwambia, nimenunua shamba, sharti niende nikalitazame, tafadhali unisamehe. Mwingine akasema, nimenunua ng'ombe jozi 5, ninakwenda kuwajaribu, tafadhali unisamehe. Mwingine akasema, nimeoa mke na kwa sababu hiyo siwezi kuja. Yule mtumwa akaenda akampa bwana wake habari ya mambo hayo. Basi yule mwenye nyumba akakasirika, akamwambia mtumwa wake, toka upesi uende katika njia kuu na vichochoro vya mji, ukawalete hapa maskini na vilema na vipofu na viwete. Mtumwa akasema, Bwana, hayo ulioagiza yamekwisha tendeka, na hata sasa ingaliko nafasi. Bwana akamwambia mtumwa, toka nje uende barabarani na mipakani, ukawashurutishe kuingia ndani, nyumba yangu ipate kujaa. Maana nawaambia ya kwamba katika wale walioalikwa hapana hata mmoja atakayeionja karamu yangu. Mpendwa mtazamaji, somo hili ni somo kubwa sana, na nimelipa kichwa cha maneno ya huyu mtu kwamba heri yule atakayekula mkate katika karamu ya ufalme wa Mungu. Yesu akaanza kumjibu huyu mtu. Huyu mtu alikuwa ameguswa sana na mafundisho ya Bwana Yesu. Amefundisha mambo mengi tangu alipoingia katika ile karamu. Amefundisha juu ya mwenendo wa watu, msimamo wa watu, nia za watu. Amefundisha mambo mengi sana mazuri, kiasi kwamba huyu mtu akasema ni heri mtu yule ambaye atakula katika karamu ya ufalme wa Mungu. Yesu akaanza kumjibu, na alipomjibu alitumia mfano ambao Yesu aliutumia ni wa karamu. Na katika jadi ya wakati ule, ukiandaa karamu ulikuwa unatoa matangazo mawili makubwa. Tangazo la kwanza unatoa juu ya azma yako kwamba jamani, ninaandaa karamu, itakuwa tarehe fulani, lakini bado nitakuja kuwatangazia siku itakapokuwa tayari. Kwa hiyo watu wanaanza kujiandaa kwamba kuna karamu mtu fulani anaiandaa. Kwa Yesu ameeleza hivyo katika mstari wa 16, na baadaye ukumbi unapokuwa umeandaliwa, mapambo yote yameandaliwa, watu wameangalia kila kitu, watu wanawaza hii sikukuu au hii karamu itakuwaje. Sasa tangazo la pili lenyewe linatangaza juu ya sherehe, kwamba sasa sherehe zinaanza, wageni karibuni, muingie ndani. Hapo sasa ndipo ambapo tunaona kitu ambacho hakikutegemewa. Tunaona Yesu katika mfano huu anasema watu wakaanza kutoa udhuru kuanzia mstari wa 18 hadi mstari wa 20 ni udhuru mtupu. Huyu anasema amenunua ng'ombe, amenunua jozi za ng'ombe, kwa sababu hiyo anatakiwa kwenda kuwajaribu. Na mtu mwingine anaeleza hoja yake pia, na mtu mwingine pia
anaeleza, mwingine anasema ana shamba, na mwingine anasema ameoa, na kwa sababu hiyo hawezi. Na katika mfano huu tunaona jinsi ambavyo huyu mwenye karamu akaamua kutuma tena wale watumishi wake kwamba sasa nendeni katika mji, nendeni katika barabara kuu, nendeni katika vichochoro, tafuteni, wataarifuni watu kwamba watu wanaruhusiwa kuja. Kwa hiyo akapunguza hata sifa za wale watu ambao wanatakiwa kuingia, lakini hata hivyo hawakupatikana wa kutosha. Akatuma zaidi, akasema nendeni katika njia kuu na vichochoro, nendeni mkawaite maskini, vilema na vipofu na viwete, iteni. Tena anasema kwamba nendeni mkashurutishe watu, kawaambieni watu, kawalazimisheni watu ili waingie. Mpendwa mtazamaji, huu mfano ulikuwa unaonyesha jinsi ambavyo Mungu amependa kutualika sisi sote katika karamu yake, lakini Mungu wetu anaonyesha jinsi ambavyo bado inahitaji utayari wa waalikwa kuweza kuchukua nafasi hiyo ya mwaliko. Yesu anatualika kwake, na mahali pengine anasema katika Biblia, njoni kwangu ni nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Lakini bado mtu anashindwa kuitikia ili kwamba aende akapate lile pumziko. Neno la Mungu katika Yohana sura ya 3 mstari 16 anasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee ili afe msalabani, ili kila amwaminie apate uzima wa milele. Lakini bado Mungu halazimishi, anatoa hiyo nafasi ili mtu aweze kuingia. Na Yesu alimjibu huyo mtu kwa namna hiyo, akionyesha kwamba mwaliko umetolewa. Lakini mstari huu wa 24 anasema, maana nawaambia ya kwamba katika wale walioalikwa hapana hata mmoja atakayeionja karamu yangu. Hii haimaanishi kwamba Yesu hawapi nafasi hawa watu, lakini anaonyesha jinsi ambavyo mwaliko umetolewa, lakini inahitaji mtu kuitikia. Kwa hiyo mwaliko upo, lakini watakaoingia ni wale ambao wameukubali ule mwaliko na kuutendea kazi. Mpendwa mtazamaji wangu, Yesu ametoa mwaliko, na ambaye amealikwa kwa ajili ya karamu ile ni wewe na mimi. Na leo hii unaweza ukaingia katika ile karamu, ukawa miongoni mwa wale walio heri, lakini ukiwa na udhuru, ukipuuzia, unaweza ukaikataa ile nafasi ambayo ilikuwa ni kwa ajili yako. Wokovu ni kwa ajili ya watu wote, ni kwa ajili yako mpendwa mtazamaji wangu, ni kwa ajili yangu, ni kwa ajili ya ndugu zetu, ni kwa ajili ya marafiki zetu, ni kwa ajili ya wale watu ambao tunaishi nao, ambao Yesu anasema kwamba nenda kawataarifu, tuwaambie kwamba Mungu amewaalika katika karamu yake ambayo imetolewa bure kwa ajili yetu. Tunapomaliza, mpendwa mtazamaji, napenda tujikumbushe ya kwamba mwaliko umetolewa bure. Sisi sote tumealikwa ili tupate kuingia katika karamu ya mwanakondoo katika uzima wake. Hebu tuitikie. Unaitikiaje? Kwa kutubu dhambi zako, kumwambia Yesu, mimi ni mwenye dhambi, naomba unisamehe dhambi zangu. Ninaamua kukupa nafasi katika maisha yangu ili Bwana nikapate hiyo baraka ambayo umeniahidia. Pendwa mtazamaji, karibu kwa Yesu. Muitikie Yesu, mpe nafasi Yesu katika moyo wako, naye atakuingiza katika karamu ile na katika baraka ile ya milele. Ninapoenda kuomba, mpendwa mtazamaji, omba pamoja na mimi. Mwambie Bwana, tengeneza moyo wangu ili Bwana nipate kuitikia kuingia katika ile karamu ambayo umeiandaa kwa ajili ya watu wote. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa kuwa wewe unatupenda, na ndio maana Bwana umetoa mwaliko kwa ajili ya kila mmoja. Tena hupendi hata mtu mmoja apotee, bali unataka watu wote wafikirie uzima wa milele. Ninaomba Bwana kwa ajili ya mtazamaji wangu ambaye Bwana hajakupa we maisha yake, akafanye maamuzi ya kukuruhusu wewe Bwana Yesu
kumpa uzima wa milele. Asante Bwana kwa neno lako. Asante kwa ajili ya karamu yako ambayo umeandaa. Ninakutukuza sana katika jina la Yesu Kristo. Amen.